Na dada na elimu tu kwa jumla. Ndio maana leo tunaye mwalimu kwenye studio zetu za West TV. Karibu sana ndani ya West TV Staff Time mwalimu. Asante. Na moja kwa moja maana ni swala ambalo limekuwa linahitaji sana kujibiwa hili swali. Swali langu la kwanza, maana leo tunazungumzia masuala ya kukuza wasichana wenye kujiamini darasani. Yeah. Na tunapozungumzia wanadada wenye kujiamini darasani tunamaanisha kwamba tunahitaji mwanadada ambaye yuko sawa na mtoto wa kiume pale shuleni. Japokuwa katika siku za hivi karibuni wanafanya vizuri kina dada pale darasani, matokeo yamekuwa mazuri na kwa kiwango kikubwa pia tumeona wakiwa wanaongoza katika mitihani ya kitaifa. Yeah. Lakini swali ambalo tutakuwa nauliza kwamba jamani, kuna kama mwalimu wa kike unaona tofauti gani ya kiwango cha kujiamini kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume pale darasani? Okay, kwa kiwango kikubwa mtoto wa kike hajakuwa anajiamini sana. Manake kumekuwa na hiyo dhana tangu zamani kwamba mtoto wa kike anafaa kuwa chini ya mtoto wa kiume. But tunashukuru wakati huu tunaelewa kwamba mwanamke anaweza fanya mambo ambayo mwanaume anafanya. Ndiposa tunaona kwamba kwa hivi sasa kuna viongozi wa kike. Na ili msichana, mtoto wa kike shuleni aje awe na huo ujasiri. Unajua hazaliwi na ujasiri, but huo ujasiri unakuzwa. So ni mwalimu kukuza huo ujasiri, ni mzazi kukuza huo ujasiri, na pia tunawatafutia mentor, mtu ambaye mwanafunzi atamwangalia naone kwamba kama huyu aliweza kutimiza na kufanya haya maneno, pia na mimi ninaweza kufanya. So ni jukumu la mzazi na mwalimu, tukishikamana pamoja na the society at large, tutakuza mwanadada ambaye ana ujasiri mkubwa. Nzuri. Ni umri gani au darasa gani ambapo mtoto wa kike sasa anaanza kukosa kuzungumza zaidi, anaanza kuwa mnyamavu pale darasani? Unajua hivi kitambo watoto walikuwa na balehe wakiwa na umri mkubwa, maybe kuanzia miaka 15 kuendelea. But hivi sasa watoto wana balehe mapema, hata kuanzia miaka 10 unapata kwamba mtoto ameanza kuenda katika hedhi. At that time ndipo kuna changes in the body. Unaona mwanafunzi ameanza kupata hedhi, ameanza kukua, kifua chake kimekuwa kikubwa, mwili wake umekuwa mkubwa. So katika hiyo transition period kuna changes. Maybe kuna hormonal imbalance. Na hizo changes mwanafunzi, unajua kuna changes tofauti katika hawa wasichana. Unaweza pata mmoja amebalehe, kifua chake kikubwa, mwingine bado, mwingine makalio yake makubwa. So huwa wanaangalia na huwa inaleta ile loss of self esteem. Kuna mwingine anaweza jiuliza, mbona kifua changu kidogo, mwingine ana kifua kikubwa, mbona makalio yangu madogo, mwingine ana makalio madogo makubwa. Na hapo unapata wanajipata, kuna wale wanaanza ku withdraw. Anajiona kwamba hafai, anakuwa na low self esteem, na hiyo inafanya hata maybe darasani hawezi concentrate because anajiuliza mbona mimi. So hapo ndo inatakana mwalimu unakuwa keen. Unawaita, unawaongelesha, unawa-encourage, unaambia kwamba hii inafanyika, ni maumbile, si kana kwamba uko na kasoro ama hauna kasoro. So katika ku-encourage huyo mtoto unampatia self esteem na unampatia hiyo ujasiri sasa. Anakuwa akijua kwamba haya ni maumbile, mimi niko sawa, si ati mimi niko na kasoro. Wakati mwanafunzi mtoto wa kike anapitia haya yote pale darasani, iwapo hata pewa maelekezo yanayofaa, anaweza kaelekea wapi? Iwapo hatapewa maelekezo yanayofaa, nimesema ata withdraw. So ataona kana kwamba yeye hafai. Na wakati mwingine hata unajua wakiwa darasani wako wengi. So yeye anapo withdraw, anapokosa confidence, ata feel ako intimidated. Watu watakuwa wanamintimidate because unajua anapo withdraw hana confidence, anakosa sauti hata ya kujitetea. Na hiyo inaweza fanya hata unapata mwanafunzi anakataa kwenda shuleni because ana feel I don't fit in this class, I don't fit in their social status. So anaweza kosa kuja darasani, au iwapo alikuwa mwanafunzi mwerefu, hicho kitu kinamfanya hata concentrate, masomo yake yanaanza kurudi nyuma. So at the end of it all, tutakuwa tunakuza mtoto ambaye hana confidence, hawezi jieleza, hawezi fanya chochote, and we will be losing a very special person in the society. Na unapozungumzia haya yote sasa hivi, wanafunzi wa sasa tofauti sana na wanafunzi wa zamani. Mimi nakumbuka tulivyokuwa tukilelewa shuleni na nyumbani ni tofauti na sasa hivi. Labda tofauti zilizopo kati ya hao wanafunzi ambao mnawashughulikia pale shuleni sasa hivi, ni nini ambacho kilikuwa kinafanywa zamani ambacho imebidi mkibadilisha kabisa katika masomo ya sasa hivi kwa wanafunzi? Okay, mwanzo kwa sisi wasichana ambao tulikuzwa kitambo, tulikuwa tukijua kwamba nafasi ya mwanamke ni jikoni. Yani unasoma tu kwa sababu unasoma, but nafasi yako ni jikoni, kuolewa na kutii mume. But sasa na hii transition, tuko in the 21st era, kuna simu,
kuna vitabu watoto wanasoma. Mwanadada anajua kwamba kumbe na mimi I can do something in the society. So wamekuwa wakijiamini na tunawaletea mentors. Like you can see people like na Martha Karua. So wasichana wanakuwa wakiona kwamba kumbe mwanamke anaweza soma akakuwa president. Kumbe mwanamke anaweza soma akakuwa kitu katika jamii. Unlike kitambo, mama zetu walikuwa tu ni mama wa nyumbani, kufanya kazi ya shamba, kupika jikoni, wako tu pale. So walikuwa wakijua kwamba hata nikisoma my position is still nyumbani tu, sitaenda mbali. But sasa wanaona kuna wale wamesoma wamefika viwango. So there's people they are looking unto and they want to be like them. Yeah. Na tunaishi mashambani. Tunazunguzia Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega. Huku ni mashambani. Yes. Ni mambo gani ya kijamii au kitamaduni ambayo yanamfanya mtoto wa kike hadi sasa ahisi kwamba anafaa kuwa nyuma ya mtoto wa kiume pale darasani? Sasa hapo tuseme like let us say the Luya culture kama sisi Bungoma, tuko na hiyo kwamba mwanaume ni lazima ako na sauti. So itaanza na nyumbani, sisi wazazi. Iwapo unaona kwamba mama amejikunja sana, ako sana chini ya baba, hana sauti, hata akiona kwamba kitu kimeharibika hawezi ongea, manake anapoongea baba atanguruma na narudi chini. Hivyo sasa ndo mtoto pia atakuwa. We look unto our parents, they are our first mentors. So unaona msichana anapoona kwamba mama nyumbani maybe anapigwa, amefinyiliwa chini, huyu msichana atakuwa akijua kwamba mimi ninafaa tu nikuwe chini ya sauti ya mwanaume. Then pia nyumbani huwa tunaweka kwamba watoto wavulana wako kipaumbele. You see, in our culture. Mtoto mvulana hawezi osha vyombo, anafanyiwa kila kitu. Mtoto mvulana hawezi pika, hiyo ni kazi ya msichana. So inakuwa ni hivyo, watoto wavulana wanaona kwamba hata msichana hawezi ongea chochote. Msichana anaona kwamba lazima nikuwe kwa sababu nilikuwa chini ya ndugu yangu, hata nikienda shule ni lazima nikuwe chini ya huyu mtoto wa kiume. So hivyo ndo inasonga vile vile. Lakini kutoka nyumbani tukionyesha kwamba mama pia anaweza ongea, mama pia anaweza kuwa na mpangilio katika jamii, anaweza kuwa na usemi. Unajua sana sana wamama hawakuangi na usemi. Why? Hawakuwa na hiyo confidence. So mama anaona mambo yanaharibika lakini hawezi tengeneza, kwa sababu akiongea watamwambia wewe ni mama, hauna sauti. Ndio unaona vitu huwa zinaharibika, then mama anasema mimi singesema, kwa sababu ningesema maybe ningechapwa, ama wangesema ni mwanamke amesema. So for us parents from home, wacha tuonyeshe kwamba msichana pia ana sauti ya kuongea. Yeah. Zuri kulikuli mtazamaji, nasema naye mwalimu huyu Victoria Kundu kutoka shule ya Bridge International Academies, tukiwa tunazungumzia masuala yanayohusiana na elimu na hasa mtoto wa kike. Na mwalimu, wewe kama mwanamke na una uzoefu katika kufunza, ni vipi utajua kwamba huyu mwanafunzi anapitia changamoto ya kutojiamini? Mtoto wa kike ukimwangalia tu, manake wewe pia ni mwanamke. Yeah. For example, in the classroom setting, unajua wanafunzi wako. Kuna wakati unauliza maswali, unajua kuna wale sharp anajibu maswali na kuna wale wajibu. Unajua kuna slow learners na kuna fast learners. So unapoona mwanafunzi ameanza maybe huyu mwanafunzi alikuwa anaongea sana, unaanza kuona siku hizi amenyamaza, haongei. Maybe alikuwa anatembea katika kikundi fulani, unaanza kupata amebaki peke yake. Wengine wanapotoka kwenda kucheza, maybe amebaki darasani, amejikunja. Hapo unajua kwamba kuna kitu ambacho si cha kawaida. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Na wewe kama mwalimu sasa ni jukumu lako umuite, ukae chini naye. Give her a listening ear. Umuongeleshe kwa upole. Unajua kile kwa tunafanya sometimes tunafanya mtoto msichana ana feel unheard. Anaona kwamba hasikizwi, hakui respected, hana sauti. Ni ile sasa wewe unaanza kuwa mkali. Wewe mbona unafanya hivi siku hizi? Mbona masomo yako yamerudi chini? Hapana, ni vizuri ujue nini chanzo cha hiki kitu. Maybe kuna shida nyumbani, ama maybe kuna shida shuleni. Sasa wewe kama mwalimu, muite mwanafunzi, muongeleshe. Ukiona kwamba hakuna change, kuna kuanga na guiding and counseling shuleni. Mpeleke katika guiding and counseling, mwanafunzi aongeleshwe. Na mwanafunzi anapoongeleshwa anaonyeshwe ule upendo, anafunguka, anaongea. Na hapo utakuwa umesaidia kitu. Matatizo mengi ya wanafunzi mnayapata nyinyi shuleni walimu, lakini yanaanzia pale nyumbani. Ndivyo. Ni nini ambacho unahisi kama mwalimu kwamba wakati mwingine wazazi wanakosa kuelewa cha wanao ambacho kinaishia kuathiri nyinyi walimu shuleni na mnalazimika kupambana nacho? Wazazi wengi nyumbani ni wakale. They are like dictators. They are not friends with their kids.
Unajua mzazi unapotaka mtoto afunguke kwako, be a friend to your child, atafunguka kwako. Lakini sasa sisi tumezoea ile ya kwamba makosa kidogo umekuwa mkali, unachapa mtoto hadi mtoto anakuwa muoga, hawezi funguka kwako. Ndio maana unaona kuna watoto wanabakiwa huku nje, lakini anashindwa ataambiaje mzazi wake. Maanake mzazi ni mkali, they are not friends with their kids. So huo mtoto anabeba huo mzigo, na mwalimu asipokuwa keen aone kwamba kuna kitu, mtoto ataangamia. So to my fellow parents, let us make friendship with our kids. Unapokuwa rafiki wa huyu mtoto atafunguka, atakwambia zile shida ambazo anapitia. Lakini unapokuwa mkali sana, unajua sisi tulizoea ile tulikuwa tunachapwa kuchapwa. Sasa unaona tu mtoto ni lazima achapwe. No, sometimes keti tu na watoto wako, piga story, yani ile piga tu story, uliza mtoto tunafanya nini. But I thank God this Gen Z and Alpha squeeze anakuambia tu mama, hapa na hapa haujafanya vizuri. But sasa ni vizuri tu mzazi unakuwa rafiki na mtoto, hasa sana wa baba. Unajua watoto wanaogopa wa baba sana. So if you're friends with the kid, kuja jioni usikununua sweet, keti na watoto, anza kupiga story na watoto. Waulize ni nini kinaumiza, mnataka tufanye nini na nini. They will be free with you and they will share your stories. So hata ukija shuleni mwalimu atakuwa na kazi rahisi. Na swala ambalo atakuwa anajiuliza mzazi kwamba niwe rafiki wa mwanangu pale nyumbani, nisiwe mkali, lakini hadi kwa kiwango kipi? Maana pia naweza nikapitiliza alafu akawa ndo anaharibika kabisa. No, they are set boundaries. Kuna vile mtoto anajua hapa mimi naweza ongea na mzazi wangu nimwambie hivi, na kuna hapa siwezi pita. Unamwambia sometimes unajua huwa tunaketi na hao watoto tunawaambia about life. Maisha iko hivi na hivi na hivi. Usifanye hivi na hivi. Ukipita hapa na hapa utakuwa umekosa. Mtoto atajua hapa ninaweza ambia mzazi wangu hivi, na hapa sitapita, manake hapa nikifanya hivi nitakuwa nimekosea. Lakini sasa si kunguruma tu kila wakati, umenguruma tu, hapana. Unajua wazazi huwa wananguruma hadi mzazi akifika kwa gate watoto washambandika jina, Simba amefika. Wanatoroka, which is not good. Wanamuogopa mzazi. Wazazi wengi wamebandikwa majina huku nje na watoto kwa sababu ya ukali pale nyumbani. Unasikia baba anafika gate wanasema haya Simba. Like for example mimi nililelewa na babu yangu na alikuwa mkali. So mlikuwa mkimwona anafika wanasema tu mzee kali amefika. Kila mtu anajikunja. You see? Na unajua mara nyingi tunapokuwa wakali sana nyumbani, watoto wetu watajifanya wanatutii wakiwa nyumbani. Lakini anapotoka apate tu nafasi ya kutoka kidogo. What she will be doing outside there. Utashangaa kwanza unaona mtoto wa mtu pachikwa mimba. Unasikia na mzazi wake ni mkali. Huyu mtoto alipachikwa mimba haja. Ni vile huyu mtoto hakuongeleshwa na mzazi. Mzazi alikuwa mkali sana. So wakati alipata tu nafasi ya kutoka kule nje, na hiyo pia pressure. Na hajaongeleshwa kuambiwa kwamba usifanye hivi na hivi. Bas mtoto ana mess. Kwa hivyo ukali pia kupitilizwa wakati mwingine inakuwa haisaidii, ina madhara yake. Ama mtoto anazoea, like ukichapa mtoto kila wakati anajua tu nikikosa nitachapwa na itaisha. So atafanya makosa akijua kwamba atarudi nyumbani atachapwa, itaisha. Atafanya makosa akijua kwamba akirudi nyumbani atagombezwa. Itakuwa hivyo. Na wana saikolojia pia wanasema kwamba wale waliofunzwa zamani kama unavyosema kwamba babu alikuwa mkali kweli kweli, wakati ule labda haungejua, lakini inawaathiri baadaye kisaikolojia wakati wamefika utu uzima ama kwenye utu uzima, na pia wanaweza kufanya maamuzi ambayo kidogo si sawa, manake bado wana ile trauma ya kile walichopitia utotoni. True. And that's unaona wale wazazi ambao walichapwa kitambo sana, they are still living in the dictatorship. Watoto wao wakikosa anachapwa. Unapata hata mtoto amevaa tu necklace anakuambia mimi kwetu ningevaa necklace ningechapwa. So haufai kuvaa necklace. Anasahau kwamba kitambo sio sasa. So wazazi wa saizi wanaanza kulea watoto kupitia njia ya kitambo, dictatorship. Unajua sisi tulikuwa tunalelewa dictatorship. Yes. So ina traumatize mtoto msichana. Mtoto anakaa ni kama ako prison, which is not good. Kwa miaka hivi karibuni kina dada tumekuwa tuna wasukuma sana na matokeo yanaonekana, lakini baadhi pia washaanza kuhisi kwamba jamani, mtoto wa kiume tunamsahau sasa. Ni vipi tukiangalia mazingira ya shule tunaweza kusaidia mtoto wa kike aweze kuwa juu, lakini tusionekane kana kwamba tunakandamiza sauti ya mtoto wa kiume? So okay, unajua sasa ile imekuja kumekuwa na hii term kwamba what a man can do, a woman can do it better. Then kuna hii kitu ya kusema independent
woman. So hii kitu ndo imeharibu kwamba sasa mwanamke akiwa independent anaona kwamba mwanaume sasa si wa dhamana, hana sauti. But ni vyema tunapofunza watoto wetu kwamba ni vizuri wajisimamie, lakini tuambie kwamba kuna hiyo heshima. Because sincerely speaking, vile umeongea hii kitu hata ina affect marriages. Manake mwanamke niko na pesa zangu, niko na kazi yangu. Mwanaume ataniambia nini? We tend to be equals. But lazima tuambie mwanamke kwamba mwanaume atabaki kuwa kichwa. Ile heshima lazima ibaki. Hata kama yani kusoma ni kuzuri, kuwa na pesa zako ni kuzuri because inakusaidia kujikimu kimaisha. Ndio. It helps the future. Yes, the man can have money, you can have money. Tuseme unajua siku hizi haijulikani. Unaweza kuomoleka na mume aondoke. Kama hauna kitu cha kukimu utateseka. So hii masomo, mimi husema hii masomo na kazi, it's like your second husband. It's your second asset. Lakini tuambie watoto wasichana kwamba heshima ibaki, kutii kubaki, we should submit. Submitting should be there. Yani lakini hiyo respect isikuwe ni uoga. Kukuwe tuna hiyo sauti ya kwamba na wanaume pia wajue kwamba wakubali kwamba mwanamke anaweza toa maoni yake, mwanaume atoe maoni yake, waongee wakubaliane. They sit on the round table, talk and agree. Kitu kinafanya mwanamke sasa anakuwa na kiburi ni wakati amefinyiliwa chini, sauti yake haisikiki. But wakati sauti yake itasikika na pia atoe maoni yake, I think your respect itakuwa na hiyo submission itakuwa. So tunaambia watoto wa kike, mwanaume bado ni kichwa, we should submit. Lakini tafuta pesa, tafuta kazi, ujikimu kimaisha. Mwezi Juni ni mwezi wa wanaume, mental health ya wanaume. Na tunapozungumzia mwanadada lazima pia tumzungumzie mwanaume ili tuhakikishe kwamba mwanadada yuko salama. Wanasema kwamba if you empower a woman, you also empower the man. Ili kuhakikisha kwamba the empowered woman can deal with the empowered man. Bure vinginevyo kutakuwa na tofauti ile ambayo tunaishuhudia ama tumeishuhudia zamani wakati mwanadada ametelekezwa na mwanaume amepewa kipaumbele. Watoto wa kiume wanapitia mambo mengi sana sasa hivi, iwe ni kwenye vyuo, iwe ni pale nyumbani, majukumu na masuala kama hayo. Wakati ambao tunahakikisha kwamba tunamwangalia mtoto wa kike, mtoto wa kiume tutahakikishaje kwamba anaweza akadeal na huyu mtoto wa kike ambaye tumemuinua? Okay, unajua wanaume wanapitia mental health because men, they have that ego. They cannot speak out. Unajua mwanaume anaweza kuwa anapitia shida, but sasa kuna ile ati mimi ni mwanaume, siwezi ongea. So they should speak out. Because unajua nilikuja nikasikia kwamba kuna wanaume kuchapwa hata nyumbani. Kuna hiyo violence ya wanaume. Ndio, kuna wakati takwimu kutoka kule Vihiga zimesema wake wanawapiga sana wao. But they don't speak out. So it is good for these men to speak out. It is good for them to seek counseling. Because hii mental depression ndio inafanya wanaume wanajiua. Na kusema ukweli, mwanamke amepewa kipaumbele kuliko mwanamke. We've empowered a lady so much to stand on herself. Kwa sababu wanaume walikuwa wametukalia. Sasa hivi sasa tumesahau wanaume. But what I can say, men also should stand up by speaking out. Because wakati wanafinyiliwa chini, wanabaki wamenyamaza. Speak out, seek guidance, ili sasa tuseme kama ni nyumbani, maybe ni mke amemfinyilia chini. This man should speak out. Maybe speak out to spiritual parents or even to the parents, waketishwe chini, waongeleshwe, watatue ile tatizo ili lisije likakosa madhara ya kujua. The problem is that you men don't speak out. Mumejifungia. So mimi nilikuwa nasema kama ni mimi ninaweza shauri kwamba kukuwe na centers, like kuna centers za wanawake wanakimbia kule wanaenda kuongea. So kukuwe pia na centers za wanaume wakifinyiwa chini pia waende kule waongeleshwe, ili at least wapate mahali pia pa ku release the pressure. Because when they keep in the pressure it becomes too much and they can't handle it. Wanaume wanasema kwamba wakisha zungumza mnalitumia kwa piga viboko, yani inakuwa ni kwamba nimesema kitu fulani kwamba napitia tatizo, sasa hili tatizo mke ama yule mwanadada ambaye amejua atalitumia against me. Na hata pale shuleni, nikupe mfano wa shule, maana wewe mwalimu, mtoto wa kike, mtoto wa kiume anapokosea, mfano amepata hisabati 2 wakati ule, sijui kama sasa hivi bado kuna 2 zinapeanwa, shule ya upili umepigwa alama zako 2 pale,
na walimu wanakuchukua kukufanya kama mfano mbele ya kina dada, kwamba kina dada wamekushinda na wewe ni mwanamume, ama kijana ambaye umri umekwenda na anakwenda haja ndogo kwenye malazi yake, anatolewa na mbele ya kina dada, anaambiwa kwamba wewe mbele ya kina dada hawa. So kwa hivyo linamfanya anaogopa kusema na kujitokeza, maana anajua kwamba litatumiwa kumsulubisha. That is bad. That is bad. Kama mwalimu ama kama kanzola, ni kama daktari, mgonjwa anapokuja hospitalini anakuambia anagonjeka hivi na hivi, hiyo inabaki between you. So mtoto wa kiume pia, hata tuseme hiyo darasani, ukiona kwamba mtoto haperform vizuri, si vema kumparade mbele ya darasa. You will be killing that boy's self-esteem. Na sisi wazilimu ama wazazi tumekill the self-esteem of our boys. Ni vema unapoona kwamba haperform vizuri ama vile nimesema anapitia changa, muite, muongeleshe, na ibaki between the two of you. Tuweke siri. Na iwapo mwanaume anaona kwamba anapoongelesha mwanamke mwingine, mwanamke ataitumia against him, then you should talk to a fellow man. A confident. Lazima kuna mtu anakuwa na confident mwenye anaamini kwamba nikimwambia hiki atakiweka. Talk to a fellow man ambaye ataweka hiyo siri. That is what I encourage. Usinyamazie. Yeah. Nzuri kweli. Hebu tuangazie mitaala na vitabu sasa hivi pale shuleni, maana najua kwamba mtaala umebadilika, tuko kwa CBE na vitabu pia najua kwamba ni tofauti, si vile vya zamani. Na vitabu tunavyotumia sasa hivi vinaonyesha mwanadada akiwa kiongozi ama bado vinazidi kuwajengea hofu? Hapana. Sasa uzuri ya kwamba hii curriculum ambayo iko saizi ni mtoto anapofunzwa, anafunzwa kile anataka kukua. Si kama kitambo ulikuwa unalazimishwa kwamba lazima utakuwa nasi. Na science za uperform vizuri. Ndiyo. Unajua katika familia yetu, naambiwa katika familia yetu sisi ni walimu. Sasa lazima utakuwa mwalimu. Katika familia yetu sisi ni nurse, lazima utakuwa nurse. Mfumo wa kisasa inaangalia ability yako. Kama unacheza mpira utakuwa mchezaji mpira. If you are an art person utakuwa an art person. So hii hailazimishi mtu kuchagua karia yake, but ni vile uwezo wako wewe vile unaweza. Kama mimi ninaweza kufanya mambo ya sayansi, nataka kuwa daktari, wanaangalia jinsi nina perform in science subjects. Kama mimi ni footballer, ni miguu yangu itanipatia hiyo karia. So hii ina encourage msichana na mvulana kukua kile wanataka bila kusurutishwa. Yeah. Wewe ni mwalimu ambaye umeishi maisha yote mawili, mwanzo umesoma vitabu vya zamani na sasa unafunza CBE. Tofauti kwa wapi katika hivi vitabu? Wengine hatujavisoma, hatujui kile kilicho ndani. Tofauti kama ni yale tuliyosoma ya embe, andazi na chungwa? Tofauti ni kidogo sana, because hii tofauti ambayo iko hivi sasa ni ile inafunza, yani ina nini sana, ina base on what you want to be. Unajua ingine tulikuwa tunasoma masomo yote kwa jumla, science and agriculture, watu masomo yote kwa jumla, lakini sasa ukifika mbele yanabadilishwa. But hivi sasa primary wanafunza yote kwa jumla, lakini ukifika hizi junior secondary sasa, like those who are in grade 10 they are now doing specific subjects of what they will be in future. So hiyo ndio utofauti kidogo. Wasichana wengi wanaogopa kukosea. Unamsaidia je msichana ambaye anakosea pale darasani na ajifunze bila kuona aibu? Manake kuna aibu ambayo inakuja na kukosea pale darasani. Wasichana wengi wanaogopa kukosea because anafeel atachekwa, anafeel atakuwa intimidated. But huwa tunawaambia kwamba fanya kosa ili tujue vile tunakurekebisha, ili tujue vile tunakuelekeza. You know, it is good to make a mistake. Ndio ujue kwa nini hii mistake imefanyika na jinsi utakavyo mwelekeza. So to encourage them to speak out, to stand, answer. Even if you are giving a wrong answer, just give it ili uelekeze. Try. Usipeane wrong answer leo, alafu kesho useme kwa sababu nilipeana wrong answer, leo sitajibu. Hapana, tunawa encourage waendelee kujaribu. At the end of the day, they will get it right. And we discourage intimidation. Ile mtu amejibu swali vibaya then watu wanaanza kucheka. Hapana. Any answer is correct. Lakini sasa tunakwambia maybe hapa ungefanya hivi na hivi, ingekuwa sawa kabisa vizuri. Yeah. Na masomo ya sayansi STEM imekuwa dhana kwa muda mrefu. Najua kwamba labda sasa hivi imepungua, lakini baadhi ya shule kule mashinani bado zitakuwa zinaamini kama wanafunzi kwamba masomo ya sayansi na hesabu ni masomo ya watoto wa kiume. Hadi sasa pale shuleni mnatumia mbinu gani kuvunja ukuta huu kwa wasichana? Hiyo dhana imekuwepo. Hata mimi nikisoma nilikuwa najua watoto ambao wanafaa kupita sayansi, hesabu ni wanaume. Hata mimi mwenyewe nilifeli hesabu katika hiyo dhana. But now tunawaambia kwamba you know,
there are these different careers. Yes. Ukitaka kuwa nasi lazima upite sayansi. Ukitaka kuwa nini lazima sayansi is in fact key. So tunawaambia we talk to them about careers and we talk to them about the subjects they should perform or pass in order to become what they want to be. And we encourage them that hakuna subject ya mwanaume, hakuna subject ya mwanadada. Kila mmoja anaweza pita, ni bidii yako. So ile dhana ya kwamba ati mimi hata nisipopita hesabu na mvulana apite hesabu ni sawa tu. No, we tell them we are all equal. Sisi wote ni wanafunzi and we are aiming for the same goal. So ni lazima tupite hizi subject zote ili tukue kile ambacho tutakuwa. Na unapoona kwamba mwanafunzi anakuwa weak, unamuita, unamuuliza ni kwa nini? Nini kinafanyika? Unajua sometimes kuna vile maybe mwalimu ni mkali sana, so anapokuja kufunza mtoto anaogopa, yani anaangalia vile mwalimu yuko hata haelewi. So mwanafunzi anakuambia mimi hapa na hapa ndio inafanya maybe ninaogopa ama sipiti. So kama kutakuwa na extra lessons ama kutakuwa na guiding and counseling, unamguide vizuri na unamwambia hapa ni lazima ufanye hivi. So ndio unaona wasichana siku hizi pia they are now competing, and then sasa kuna kuanga na hiyo competition like in classes. Kuna walimu wamekuja na hiyo competition ya kwamba ukipita yule atapita hesabu, kuna zawadi atapewa. So when you create that competition in the class, wasichana pia wanakompete, wavulana wanakompete. Kama ni msichana amekompete amepita, anapewa zawadi. Kama ni mvulana amekompete anapewa zawadi. Creating that competition inaleta hiyo mwanafunzi msichana anaona pia lazima pia mimi nipewe hiyo zawadi. Mvulana anaona lazima pia mimi nipewe hiyo zawadi. So as they compete, ana grasp your content, anapita vizuri. Yeah. Kwa hiyo kina dada pia sasa hivi wanajukumishwa kabisa kwenye masomo ya sayansi na hesabu na wanafanya vizuri. Hataki kubaki nyuma pia na yeye. Nzuri kweli. Kwenye nafasi za uongozi pale shuleni wanapewa nafasi kina dada pia kuweza kushiriki, ama wao wanaambiwa kwamba nyinyi kafanya usafi? Wanapewa, wadada pia wanapewa. Na unajua siku hizi, unajua kitambo walikuwa wanachagua tu uongozi kulingana maybe na your body size. Ndiyo. Kulingana na vile unaongea. Nyinyi mnakuja tu kwa parade, mnaitwa, mnaambiwa head boy ni fulani, head girl ni fulani. Lakini sasa siku hizi kuna hiyo mbinu ya campaign. Unaongea, unajieleza ni kwa nini unataka upewe kuwa president, ni kwa nini unataka upewe kuwa class rep. So mtoto msichana pia anapewa hiyo nafasi ya kujieleza, then kuna kupiga kura. So hakuna ile ya ati ni mwalimu tu atakuja amechagua, anachaguliwa na the whole school. So vile mwanafunzi anapopewa hiyo nafasi ya kujieleza, it gains that courage. So anajieleza, anapopewa huo uongozi, ni mtu amejiamini, so ataongoza vizuri. Yeah. Lakini sasa kitambo kulikuwa na hiyo ati kwa sababu mwanaume ni mkubwa ama mwanaume ni kiongozi, ndio lazima kuwa head boy. Misuli, tulikuwa tunaangalia misuli, hatuangalie vile mtu anapojieleza na kuongea. Na umezungumzia wanafunzi kupewa nafasi ya kuweza kuchagua viongozi. Hiyo ni demokrasia kabisa. Inawasaidia vipi wanafunzi pale shuleni na pia inawajenga vipi kuwatayarisha kwa maisha yajayo? Yeah, sasa unajua like this campaigning, wakati mwanafunzi anajieleza, anaongea, mimi nitafanya hivi, inaongeza in future if they want to be presidents, wanaua useme they have the courage to face people. They have the courage to speak what is in their mind. They have the courage to express themselves. So inasaidia mtu kuwa na confidence ya kujiexpress. Hata malipopota tenda anaweza jiexpress, because kama anaweza simama kwa umati wa wanafunzi kama 500, hata huku nje anapotoka atasimama anakuwa kiongozi na kuaddress watu, atasimama na kusolve vitu ambazo watu wengine wanaogopa kusolve. So it gives him the confidence. Yeah. Kwa hivyo kando na kuwa wale ambao wanaiona kwamba ni uchaguzi tu, pia inamjenga mwanafunzi kuweza kuwa na kuweza kujisimamia na kuzungumza. Anakuwa na hiyo courage and confidence. Hata akisimama pale nje akipata kwamba mambo hayaendi vizuri, atakuwa na ujasiri wa kusema hapana, hapa tufanye hivi na hivi ili mambo yawe sawa. Nzuri kweli. Na hadi sasa unaweza ukasema kwamba kama shule na kama walimu, hili mnalitimiza ama limekuwa na changamoto zote? No, linatimizwa vizuri. Linatimizwa kwa sababu kwa tunawapea period ya kucampaign na kuongea, na wanapochaguliwa ni demokrasia. Sasa utasema kwamba mwanafunzi fulani alipendelewa na mwalimu, mwanafunzi fulani alipendelewa. No, it is fair. Yeah. Pale shuleni tukizungumzia ushindani na ushirikiano, mna wafanyaje wanafunzi ili wajue, hasa watoto wa kike, kwamba tunashindana kwa ushindani, si na chuki? Yeah, wakati kuna tangazwa kwamba like let's say the class rep of the class, mnaenda mnaambiwa tunataka kuchagua class rep. Na vile mtu atajieleza, you tell them, they suggest names of people that can be class reps.
So unajua darasani wenyewe wanajuana. Ama unasema mtu anajitolea yule anaona kama anaweza kuwa class rep. Wanapeana yale majina. So kupitia kwa hiyo majina kuna ile uchaguzi ya mchujo. Wanajieleza, inachujwa hadi to the last person. So hapo hakuna chuki kwa sababu ni wanafunzi wenzao wamewachagua according to their ability and according to how they talk and according to their kombosha. Unajua uweze kuja hapo unaongea unatetemeka, hauna sauti, unaangalia chini, utachaguliwa aje. Yeah. Zuri kweli. Na mchango wa walimu kwa maisha ya wanafunzi binafsi pale darasani, maanake wanafunzi wapo tofauti. Najua kwamba walimu mna jicho la kuangalia kweli na kufahamu kwamba huyu mwanafunzi atangaziwa tofauti, huyu atangaziwa tofauti. Ukishagundua kwamba huyu mwanafunzi kidogo anakwenda tofauti na wenzake na anastahili kupewa nafasi tofauti kidogo, hiyo nafasi unaitoa ama unamshirikisha kwa wenzake tu? No, unaitoa. Like nimesema darasani kuna fast learners na kuna slow learners. Then kuna wale wanafunzi ambao pia maybe wamekosa kuwa shuleni kwa sababu ya karo. And you want these pupils to go, yani wasome step by step pamoja. Ukiona this slow pupil ni lazima utamuita, umuongeleshe, uelewe ni nini ama ni area gani ambayo haelewi ambayo inamsumbua. Ukishagundua ni nini kinafanyika, you can incorporate even the parent. Utaita mzazi aje shuleni umwambie kuna hivi na hivi kinaendelea. If the parent will agree, mnaweza kuwa na extra classes na huyu mtoto. You create time for extra classes to guide this pupil. You create time for this, for extra time. You create extra time to guide this pupil ili na yeye pia aende pamoja na wenzake. Hatufurahi kuacha mwingine nyuma. Unajua kitambo tulikuwa wengi sana darasani. So hata wakati wa kumaki vitabu, bidii yako ukishamaliza upeleke kitabu mapema, kitabu kitamakiwa. Kama hujamaliza mapema, shauri yako. Tena walikuwa wanasema wale wanakaa mbele ndo wanamakiwa vitabu ama ndo walimu wanaona, wale wanakaa nyuma. Lakini hivi sasa tunawaangalia wote because we want them to be at the same pace and be people. Wote tuna ile ati shauri yako kama usomi, shauri yako kama ufanyi, shauri yako no. Yeah. Kuna kitu kinaitwa peer pressure, shinikizo la marafiki la kutaka kukubalika. Kwa watoto wa kike hili linawaathiri vipi pale shuleni na mnalishughulikia vipi? Hicho ndio kitu kibaya sana ambacho kinaathiri mtoto msichana. Unajua mtoto msichana anapenda like the looks. Unajua shuleni kuna wale watoto wametoka katika familia ya matajiri, kuna wale watoto wametoka katika familia ambayo haijiwezi. Ndio. So hiyo peer pressure inakuja ambapo unaona huyu anajiweza, vile anavaa, vile anatembea, vile anakula, you want to be like this pupil. But now we talk to these girls. Tunawambia angalia mahali umetoka. Usijieke kwa maisha ambayo sio yako. Yes. Don't live a life that is not yours. Don't walk a walk that is not yours. Wewe umekuja shuleni ukiwa na lengo moja, kubadilisha maisha ya jamii yako na kubadilisha maisha yako. So we tell them to focus on what has brought them in school. Not to focus on what. Unapoona kwamba huu rafiki anakuelekeza katika njia ambayo si nzuri, it is good to withdraw from these friends. Hawatakuchapa. Focus on what you want. So tunawaambia wa focus. Focus is the main thing. And waangalie mahali ambapo wametoka. Unajua wanafunzi wengi huwa wanasahau background yao, wanakuja wana mingle kwa maisha ambayo sio yao na inawaathiri because like mimi nimetoka kwa jamii ambayo inajiweza, tuna pesa. Huyu ametoka kwa jamii ambayo haijiwezi, hawana pesa. Itabidi ajiingize kwa mambo mengine ambayo si mazuri to fit in my shoe, ambayo si nzuri. But when you focus on what has brought you, uangalie jamii yako jinsi ilivyo, you will focus. So we try to tell them that wasijiingize katika mambo ambayo si mazuri. Yeah. Kuna shule za bweni na kuna shule za kutwa zile ambazo wanafunzi wanarejea nyumbani. Yule mwanadada ambaye anasoma kwenye shule hizi tofauti, huyu ambaye analala shuleni kila siku na huyu ambaye anakwenda nyumbani anarudi kwa jamii, viwango vyao vya kujiamini vinatofautiana vipi? Okay, katika shule za kutwa, I can say they have advantage because they mingle a lot. Unajua anapoenda shuleni akirudi, yeye ana mingle na wavulana, ana mingle a lot na wazazi nyumbani. Ako na hiyo freedom. Ndio. But huyu ambaye yuko katika shule ya bweni, it's like huwa anaona ni kama ako prison because sasa yeye amefungiwa mahali pamoja. Ndio. So jinsi ya kujiexpress kwa huyu wa nyumbani na huyu wa boarding inakuwa tofauti. But now it is for the teachers now to instill that
confidence. Wacha mtoto ambaye yuko katika shule ya bweni anapoongea neno asikizwe. She will feel heard. Let her opinions be respected. Hata kama atakuwa amesema kitu ambacho si kizuri, let it be respected. Alafu baadaye atakuja ambiwe hiki ambacho ulisema kiko sawa, lakini inafaa ufanye hivi na hivi. Na apatiwe nafasi ya kujiexpress. Unajua shuleni boardings kuna zile rules ambazo zimewekwa, zenye ziko zinamfinyilia chini. But if they are given, I think what can happen in boarding schools, wakuwe tu na siku moja ambayo wameitenga, kama ni class per class ama ni siku ya shule mzima, then they give these pupils time to talk, to express themselves, to say their feelings, to say how they feel things should be, to say how they feel, waone kama kuna matatizo fulani. Wakipewa hiyo nafasi ya kuongea na wasikizwe, they will feel they are heard, and it will build your confidence ya kuongea kila wakati. But sasa wakiwa shuleni, maybe ni rules tu za shule zimesetiwa, and that is unaona kuna unrest shuleni. Rules zimesetiwa, lazima sifuate. Mwanafunzi akiwa na shida hawezi jiongelea, hawezi ongea aseme kwamba hapa tunahitaji mabadiliko. So anaona sasa, unajua kwa boarding amezoea ni kama kwamba rules zenye zilikuwa zimewekwa shuleni ni zile zile, atungeweza kujiongelesha. So hata anapotoka hana hiyo confidence ya kujiexpress. But when they are given that forum that they can talk, they can speak, they can air their views and grievances, inawapatia hiyo kwamba kumbe hata mimi nikiongea ninaweza sikika, kumbe my opinions can be respected. Inampa mvuto. Tutakuwa tunazungumzia hilo la shule na kile ambacho kinafanyika sasa hivi kwenye mashule ya bweni. Lakini kwanza tuzungumzie teknolojia. Maana sasa hivi walimu, wazazi mnawapa watoto shule simu pale nyumbani. Mwanafunzi ana simu yake pale, anakwenda kwenye mitandao, anaangalia, mtoto wa kike anaona wale models za kile ambacho wanafanya kwenye mitandao, na pia anasoma na anataka kufanya kama wanavyofanya. Na kuna kitu ambacho kinaitwa cyberbullying. Wale watu ambao kwenye mitandao kazi yao ni kuwaingilia wenzao kimaumbile na masuala kama hayo. Hili linaweza likamwathiri vipi mtoto wa kike ambaye bado yuko shuleni, anatumia simu, yuko kwenye mtandao na ameruhusiwa kuona kila kitu kwenye mtandao? Technology has really affected our pupils. Hata uwezi sema kwamba ni mzazi anapatia mtoto nyumbani simu. Hata shuleni saizi kuna wifi. Si watoto wanafanya computer. Ndio. So they can access everything. And it can affect a child positively or negatively. Like kitu kama cyberbullying. Mtoto anapokuwa cyberbullied katika mitandao, inafanya anakuwa traumatized. So hawezi concentrate because unajua cyberbullying vile unaweza atakiwa online, sincerely speaking, kama hauna roho, you can even kill yourself. So hii kitu itamuaffect psychologically. Maybe tuseme amepost picture, like we have nowadays TikTok, we have Instagram, we have Facebook, we have WhatsApp. Maybe msichana amepiga picha yake, ameipost kwenye mtandao. Then the comment section imejaa negative comments. Itamfanya ana lose self esteem, anajiona kwamba kumbe mimi sifai. So if this child does not, if this girl does not, yani kama hataongea ama kama hataongeleshwa, itafanya lose self esteem, aji withdraw, na hata inaweza lead to suicidal thoughts because anaona mbona nimebuliwa hivi. And on the positive side, inatusaidia, like mtoto anajua kile kinafanyika, what is trending, what is happening. Yaani unajua sasa, anajua kwamba siku hizi kumbe dunia imebadilika, this and this is what should happen. But I don't encourage so much phones because ina distract mtoto. Unaona hata mtoto akiwa nyumbani sasa hizi wamekuwa too much on the phones mpaka wanasahau kusoma. Unajua mtoto anakudanganya, anakuambia kuna kitu ana Google, wamepatiwa maybe assignment, anadanganya kwamba ana Google, but ameenda kwa pornographic site. Wengine wanajiingiza into lesbianism, gayism. Why? Amewatch hizo vitu, so anataka kuiweka into action. Na bila kuelewa, manake bado ni mchanga na akili zake hazijui. Anaona tu ni kitu. So wakati ameenda hiyo site, ameona hiyo gay lesbianism, watu wanafanya hizo pornographic, anaona ni kitu cha kawaida because iko kwa mitandao, so it is not a bad thing to do. So yeye pia anaanza kupractice. Katika yeye kupractice, of course a practice peke yake, anaenda kuinitiate mtu mwingine ana practice. So inakuwa inasonga, unasikia lesbianism imejaa shuleni. It is because of one thing. Aliwatch tu hiyo siku moja, akaamua to put into practice. So hata kama tunawapatia watoto wetu simu ama tunawapatia access to wifi and computers, lazima tukuwe na restrictions. Tusiwapatie tu
kila wakati wako na simu, usiku mtoto ako na simu, asubuhi mtoto ako na simu, ako kwa TV. No, let be restrictions on this kindly. Mtoto wa miaka 17 tena hakika akaingia kwenye mtandao akakutana na jamaa kutoka kule Afrika Kusini, wakaanza mahusiano, wakakutana hadi kwenye hoteli moja. Yeah. Nani wakulaumiwa katika wakati kama huu ambao mtoto mpaka anaingia kwenye mtandao kabisa, dating site, na anaweka picha zake pale na anaanza kukutana na watu ambao wanamzidi umri si nusu hata zaidi? Mimi naweza sema sisi wazazi tunalaumiwa because unajua tumeanza kupatia watoto wetu hata by the way tunazaga hata watoto hata wachanga. Mtoto anapozaliwa siku hizi anajua kutap simu, anapewa tablet, in the name wa tumeka games, tumeka cartoons kwa simu, akona tablet amenunuliwa. Then unajua sisi wazazi kuna vitu pia huwa tunafanya kwa hiyo simu ambapo tunapatia watoto wetu wanavipata kwenye hiyo simu. That's why nimesema kukuwe na restrictions. Kama ni kusoma, mtoto anakuambia kwamba anataka kusoma, monitor that phone. We've given them so much freedom. Wewe unamrushia hapo simu, umetoka umeenda, haujui ni nini amefanya kwa hiyo simu. Kukuwe na restriction. Monitor what your child is doing on that phone. Monitor what your child is watching on television. Unajua siku hizi kuna wifi, si kama kitambo ungefinya remote West TV, Magharibi TV. No, wanaenda YouTube channels, wana watch nini. Monitor what your child is watching on that phone and on that television. But unfortunately wazazi tumekuwa too busy. We are too busy for our children. Si nimemnunulia simu. Unajua tumenunua simu tukisema ni ya communication. Nikiwa kazini nitapigia mtoto wangu simu. Kuna house girl nyumbani. House girl hatafanya kazi ya mzazi. Yeye atafanya kazi zake awache. Huyu mtoto sasa wewe umemwacha nyumbani ukidhani atasoma, umemwachia simu. Hapana, anaenda kwa hiyo simu and there are so much this child is learning on that phone yenye wazazi hatujui. So that wakati unaitwa shuleni unaambiwa kwamba mtoto wako amefanya hivi. Unajua watoto ni werevu. Ukikuwa nyumbani huyu mtoto ni mzuri sana. So wakati unaitwa unaambiwa kwamba mtoto wako amefanya kitu fulani, hauamini. Because mtoto wangu tunakuwa naye nyumbani haongeangi, hafanyangi chochote. Lakini kumbe amewatch kwenye TV hizi action movies. Hata mimi naamini kwamba hizi kuchoma shule wamewatch this action movies so much, it is in their mind. So wanaona tu ni kwamba hata kufanya hiki kitu ni ya kawaida. Because wamewatch sana. So let us restrict our kids. Let us monitor our kids. Every action, everything that our kids do, let us monitor them. Tukuwe strict kiasi. Hii mambo ya kababaka mama, wacha tuwache kidogo. Yeah. Na unanikumbusha unapozungumzia wanafunzi kwamba pale nyumbani ni wazuri lakini pale shuleni kidogo najiingiza kwenye mambo tofauti. Shule fulani juzi imefukuza wanafunzi Jumapili nikiwa naelekea nyumbani, akawa mwanadada fulani anapita katikati ya wale vijana na akawa anamshika kwenye njia ambayo si nzuri, na huyu si mwanafunzi. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo kimaadili kuna maswali ya kuulizwa ikihusishwa na wanafunzi wetu na watoto wetu pale shuleni sasa hivi. Lakini hebu tuangazie hili swala la mioto pale shuleni. Manake umezungumzia kwamba yapo mengi ambayo wanajifunza hawa wanafunzi kwenye mitandao na pia wazazi wamelegea. Tatizo kubwa, chanzo kikubwa ukiangazia kwa mtazamo wako mwenyewe kama mwalimu, nini kinafanyika kwenye shule zetu sasa hivi? I think shuleni watoto wamekosa kusikizwa. They can't express themselves, they can't air their opinions, and they can't say what they want. And there are so much rules in school. But pia hii kitu inaanza na nyumbani. Nimesema mwanzo kwamba tumedekeza watoto wetu. Watoto wanapokosa nyumbani, hatujawaelekeza tuambie kwamba don't do this. Hatujaketi na watoto wetu nyumbani tuwafunze maadili. Wanapoenda shuleni, hatujaambia watoto wetu kwamba usijihusishe na hayo maneno. Number 2, sisi wazazi we usually talk about teachers. Unakuta mtoto amekuja na kuambia kwamba mwalimu fulani alifanya hivi na hivi. Ndio. Badala umwambie mtoto wako amheshimu huyu mwalimu ama amsikize, unaanza kubadmouth huyu mwalimu. So mtoto anakaa akijua kwamba hata mwalimu huyu anaponiambia chochote kumbe it is just good. Hata ninapokosa kumheshimu si vibaya, because imeanza na nyumbani. Wazazi wameongea vibaya kuhusu watoto. So wanapofika shuleni kuna vitu wanafanya ambapo wanaona ni kawaida. Like nyumbani mtoto amekosa, unamwambia tu baba nitakuchapa usirudie. Haumketishi chini umwambie hiki ambacho umefanya ni makosa, usirudie, usifanye hivi na hivi. So yeye anajua
hata nikifanya hiki si mbaya. So anapofika shuleni anakutana na group nyingine sasa ambayo imezoea kufanya maneno. So wanapoanza kupanga hizi vitu, wanapanga wakijua kwamba there is nothing bad. Si shule fulani ilichomwa wakenda nyumbani. Na sisi wazazi pia tumezoea maybe mtoto wako amekosea mahali, umeenda umemtetea. So unajua hata shuleni akipewa suspension ama apewe expulsion, atakuja nyumbani, utamrudisha shuleni, utaongea, atabaki shuleni. Akipewa expulsion, utamtoa pale katika hii shule umpeleke kwenye shule nyingine. So kudekezwa nyumbani is the main cause. Wakifika shuleni kuna so much rules and strictness. Watoto hawasikizwi. They can't air their views. They can't give their opinions. But mi pia ukiniuliza, I can tell you pia kuna kuanga na an inside job. Unaonanga wakati benki inapoibiwa, kuna kuanga na insider mwenye ameinform hawa watu. So mimi ninaamini kwamba hapa ndani kuna an inside job inafanyika. Manake kiberiti kinaingiaje shuleni? Mafuta, petrol inaingiaje shuleni? Maybe kuna kuanga na some staff wa shule ambao maybe hawajaelewana na maongozi ya shule pia ambao wana insight hawa wanafunzi. But it is bad. It is not good. Kwa wale watoto ambao wamerudi nyumbani, sisi ambao tuna watoto ambao wamerudi shuleni kwa sababu ya strike na vitu ambavyo vimefanyika, tuketi na watoto wetu, tuwaambie it is their future they are destroying. It is their future they are destroying. Sasa hivi wamefurahi kwamba wako nyumbani, wako na freedom ya kukuja nyumbani. But kuna kitu wanakosa wale ambao wako form 4. They are missing a lot. So let us talk to our children. Let us tell them it is their future they are destroying. Sisi tumemaliza yetu, lakini future yao inakujaje? And then they will remain traumatized. Wewe umechoma shule, watoto wameungua katika hiyo shule. Unapoka hicho kitu kitakuwa kinamsumbua. So wacha tuambie waachane na peer pressure. Waachane na bad company, and they should know why they are in that school. In case of anything, waende waeleze walimu kwamba kuna kitu kimefanyika. Na walimu nao shuleni, mwanafunzi anapokuja kukueleza kwamba kuna kitu kinapangwa ama kuna kitu kinafanyika. Unajua watoto wengi wanaogopa kwenda kuambia walimu because wanajua maybe watatambulika, then they will face the consequences. So wewe mwalimu, mtoto anapokuja kukueleza, usimtambue, ila tafuta measures ya kukinga hiki kitu kisifanyike. Wanasema kwamba viboko virejeshwe shuleni, lakini swali ambalo linaulizwa pia ni kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye hajachapwa tangu alipozaliwa. Hivi viboko sasa hivi vitamsaidia ama ndio vitamharibu kabisa? Viboko vilitusaidia sisi. Lakini ulipigwa kutoka utotoni? Yeah, tulipigwa kutoka utotoni. But right now, licha ya kwamba hata viboko iwapo watu wanasema viboko virudishwe shuleni, mimi ninaamini na talking audience, giving audience to these pupils. Lakini sasa pia si eti matakwa ambayo watasema pia yakubalika. Like nimeona shule nyingine watoto wanasema wanataka wasuke rastas, wanataka wavae trousers, wanataka sijui wafanye nini. Hapana. Kuna yale maneno ambayo wataongea yasikikwe. Lakini sasa si pia sasa wapewatiwe tu hiyo nafasi sasa kwa sababu leo tunataka tukule pilau ipikwe shuleni. Hapana. Inafaa wakae chini waongeleshe, waambie kwamba hivi na hivi tutafanya, hivi na hivi hatutafanya. Unajua kuna mzazi mmoja nilikuwa nasoma mahali wakasema kwamba hizi shule ambazo watoto wametaka kwenda nyumbani, kile walimu wafanye ni waambie wale wanataka kwenda nyumbani, tokeni muende. Wale wanataka kubaki, wabaki shuleni wasome, because for real kuna wale wanakuwa affected na hawako katika hicho kitu. So I don't know, let's give these children audience, but wazazi pia nyumbani, let us be strict with the kids. Unajua tunaposema viboko viletwe shuleni, mtoto atachapwa, mzazi atenda shuleni pia anaanza kugombana, mbona mtoto wangu amechapwa? So this is wazazi tumefail in this. It is us parents who failed. Yeah. Na hadi sasa tunapozungumza kila siku hatukosi kisa. Eneo la Magharibi limeathirika zaidi na takwimu zinaonyesha kwamba eneo la Magharibi linaongoza kwa visa vya wanafunzi kututulia pale shuleni. Hata walikuwa wanasema kwamba Bungoma shule ya kwanza day school kufungwa ni Bungoma na Machanja High, I think. Yeah. Eneo la Magharibi limeathirika sana. I think it's peer pressure. Yani wanasikia hii shule sijui kama watoto wako na simu shuleni ambapo wanaongea kwa WhatsApp groups, ama walimu wanawaambia kwamba shule fulani imechomwa, so wanaona kama shule fulani imeenda nyumbani. Why should we stay in school? Pia sisi tufanye kitu. Yani unajua saizi wanajaribu kufanya tu kitu ili watoke shule. Amesema Bi Catherine Omanyo, mwakilishi wa kike kule Busia, kwamba shule za bweni ziondolewe kabisa kama itakuwa ni vigumu kuweza kudhibiti wanafunzi. Maana ni kama wanafunzi wanahitaji kulindwa
kabisa kiusalama na polisi pale shuleni ili wasifanye masuala tunaita uhalifu, maanake kuchoma shule na kuchoma mali ni sawa na uhalifu, na anasema kwamba kama ni vigumu kuweza kudhibiti wanafunzi pale shuleni, basi shule za bweni ziondolewe. Yeah, it's a good measure, but kwa sasa haiwezekani. Watoto wako form 4 wanasoma shule fulani, shule zenyewe za day scholar zimejaa, itaanzaje? It will take time. It will take time to implement that thing. Yeah, it is good. Ni vizuri wazazi watoto wako nyumbani na wazazi wao wakiongeleshwa, it is good, but it will take time to implement that. Sasa tu ni tuongeleshe watoto wetu. Wazazi waongeleshe watoto wao. Wakifika shuleni waongeleshwe. Kama mtoto anakushinda, mtafutie guiding and counseling, waongeleshwe. Tusitetee watoto wetu sana. Unajua tumetetea watoto wetu mpaka wanajua hata nikifanya hivi, no, let us talk to our children. Hiyo kitu kukuwa implemented, it will take long. Okay. Yeah. Zuri, tukimalizia maneno yako labda ya mwisho kwa walimu, wanafunzi na wazazi pale nyumbani. Okay, kwa wazazi wenzangu, tusiwaamini sana watoto wetu. Our children can surprise us in ways that we don't know. Lakini tuwakuze kwa njia ambayo ni nzuri. Jinsi nilivyosema mwanzo, let us be friends to our children. Tuweke ule ukaribu kwa watoto wetu ili watoto wawe na ile nguvu ya kutuambia maneno ambayo wanafikiria kile ambacho wanapitia. Tusikuwe wakali sana kwa watoto. Let us talk to them about the good and the goodness of being disciplined. Na tuwaambeleze kuhusu kuheshimu. To teachers, let us embrace the children equally. Tusiembrace watoto kwa sababu huyu ametoka katika hii jamii, kwa sababu huyu anaperform vizuri unamweka karibu sana. Hapana. Tufunze hawa watoto wetu equally because they are there with one thing, to better their lives in future. To the society at large. Ukipata mtoto katika makosa, tafadhali jaribu kumwelimisha. Unajua siku hizi ili kitambo tulikuwa tunachapa, mzazi mwingine angekupata katika makosa, angekuchapa. But siku hizi mtoto ni wangu. And I think hapo pia ndio tumefail, because mimi nitapata mtoto wa mtu katika makosa but sitamuongelesha because si wangu. Nikimuongelesha mzazi wa mwingine atasema nini? But as a society, let us help our people. So ukipata mtoto wa mtu katika makosa, jaribu kumuongelesha ama hata uambie mzazi wake kama unamjua. We want to raise a generation that is good. Hii ndio serikali ambayo inakuja kulead in future. So tukiacha watoto wetu saizi waingie katika maangamizi, will not be raising good leaders in future. Na ni sisi tunaenda kusafa. Iwapo mtoto anaweza chomea watoto wengine shuleni, wewe nyumbani, how sure are you that you are safe? You are not safe, because kuna kitu huyu mtoto atataka umpatie na hauna. Atakufanyia kitu kwa sababu anataka by force. So let us guide our children in the right path. Yeah. Zuri kweli, dakika zimesalia 2 tu kutimu saa 3. Mtazamaji, amekuwa ni mwalimu huyu Victoria Kundu kutoka Bridge International Academies. Mimi natabatisha staff tie. Mwenyezi Mungu akiridhia tutakuwa tunapatana tena. Naitwa Tim Munoko, mwelekezo wangu amekuwa ni Kelvin Kibet. Kwaheri. Asante. West TV, tazama ilivyo.